ya Kilimo tumekutana na wafanyabiashara wa nafaka hapa Dodoma kujadiliana namna ya kupanua masoko na kwamba serikali ifanye nini kuwawezesha kwenda mbele. Tumekutana na wafanyabiashara na wawekezaji kwenye sekta ya ngano kwa ajili ya kutatua changamoto ya ngano. Tumekutana na wadau wa korosho Lindi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatatua kero zilizopo kule na kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji wa korosho. Tumekutana na wadau wa kuzalisha alizeti Singida. Tumekutana na wadau wa kuzalisha mchikichi Kigoma. Kwa hiyo swala la kukutana na sekta binafsi, kuwasikiliza, umekuwa ni utamaduni mzuri wa serikali, na mimi kupata fursa ya kuja hapa ni muendelezo wa hizo juhudi ambazo zinaongozwa na serikali chini ya rais wetu, na mtakuwa mnamuona vile vile waziri mkuu amekuwa mara nyingi yeye mwenyewe anakaa na wadau kwa ajili ya kuwasikiliza, kwa sababu uchumi huu kwa asilimia kubwa sana unaendeshwa na sekta binafsi, unaendeshwa na wajasiriamali, na wajasiriamali wadogo vile vile wanachangia sehemu kubwa sana ya kuendesha uchumi huu. Na kama tukiweza kutatua changamoto ambazo zinasababisha nyie msiweze kuzalisha zaidi, tutakuwa tunajenga mazingira ya kukuza uchumi zaidi na kuondoa maskini katika nchi yetu. Kwa hiyo ni fursa nzuri sana kwangu kwa ajili ya kukutana na nyie, na kikubwa sana vile vile tunahitaji kuwasikiliza nyie mnachotuambia kwamba changamoto zenu mnazokutana nazo ni zipi na mnataka kusema sisi tufanye nini ili tusonge mbele. Kwa mimi nitawaeleza kidogo yale ambayo serikali tayari inayafanya, na natumaini kwamba baadaye tutapata taarifa ya kikao chenu ili na sisi tuangalie nini ambacho tunaweza tukakifanya. Tumesikiliza wasilisho hapa limefanywa sasa hivi na mtaalamu wetu, na mambo mengine tayari tunayajua, mengine tumeyasikia kwa ajili ya kuyafanyia kazi. Kwa hiyo mjadala wenu naomba mufahamu kwamba tutautilia sana maanani. Kwa hiyo jaribuni kwenda kwenye yale mambo ya kimsingi ya kikweli ambayo mnakumbana nayo, ambayo mnajua kabisa kwamba kama sisi serikali tutayapunguza yale, tunaweza tukasonga mbele. Kwa hiyo tunaposema mazingira ya kufanya biashara, Mwalimu Nyerere kwa kuweka mazingira mazuri ya nchi yetu kuwa ya amani alitusaidia kujenga mazingira mazuri ya biashara. Mambo mengi aliyoyafanya, lakini hili moja tulikumbuke vizuri. Na kitu kimoja alichokifanya Mwalimu Nyerere ambacho tumekiona kimetusaidia sana hapa karibuni ni ule utaratibu wake alivyosema kwamba huwezi kukaa madarakani milele na milele mpaka Mwenyezi Mungu aje akuite. Kwa hiyo mwenyewe akafika mahali akasema sasa nipishe na wengine ili watu wazoee kubadilisha uongozi kwa njia ya amani. Ilipofika mwaka 85 akapisha, akamwachia Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, na katiba kabadilishwa kwamba sasa ukiwa kiongozi wetu utaongoza vipindi viwili, baada ya hapo upishe mwingine. Kwa akaja Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, yeye leta na mtizamo wake wa ruksa ambao ulichagiza zaidi kuendelea kwa sekta binafsi, kuikuza na kuipa msukumo maalum. Akatoka akaja Mheshimiwa Mkapa aliyesimamia vizuri sana kuondoa ile mizigo kwenye serikali ambayo shughuli zilikuwa, fedha nyingi zilikuwa zinapotea, na kukuza sekta binafsi vizuri. Akatoka kaingia Mheshimiwa Dr. Kikwete kaendeleza hilo hilo, katoka kaingia Mheshimiwa Magufuli kaendeleza hilo hilo, yeye sana hasa kwenye miundombinu ambayo ni muhimu sana. Huwezi kufanya biashara kama hakuna barabara, hakuna usafiri, hakuna umeme, kaendeleza nalo. Bahati mbaya sana katangulia mbele tunakokwenda sote, lakini kwa sababu ya amani ya nchi yetu, kwa sababu ya misingi imara ya amani na usalama wa nchi yetu, tumeona kwamba baada ya kuondokewa na kiongozi wetu mkuu ameingia Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Ameshika nchi, kawasha matumaini mahali ambapo watu walikuwa na taharuki kwa sababu ya msiba mkubwa, na mambo yanakwenda mbele. Kwa hiyo la kwanza kabisa ni amani, au sio jamani? Kwa sababu ukitembea utasikia watu wasema, wengine wasema mazingira ya Tanzania ni magumu sana. Magumu, nchi kwanza ina amani, ndio mahali pa kuanzia. Ina utulivu, ndio mahali pa kuanzia. Likiondoka hili, hata ukiondoa kodi na tozo zote na kanuni na sheria, ondoa zote, kama nchi haina amani, hakuna biashara za kweli ambazo zinaweza kaendelea. Kwa hilo ni moja. La pili ni utulivu wa uchumi. Utulivu wa uchumi ni kutokuwa na mfumuko wa bei ambao haueleweki.
Kuna nchi tena hapa Afrika, asubuhi ukinunua mkate, jioni bei ya mkate mara 10. Ilitokeaga Zaire zamani. Hii sasa hivi sitoitaja. Huko Ulaya tunaita hyperinflation. Wakati mwingine unabeba hela kwa toroli kwenda kununua kitu kidogo sana. Matokeo yake watu wanaacha kutumia fedha, wanaanza kubadilishana bidhaa. Kwa utulivu wa uchumi ni muhimu. Na kwa nchi yetu tumeendelea kuimarisha uchumi wetu. Utulivu, kutumia sarafu yetu, watu wanakuwa na imani na hela yetu ya nchi. Kuna sehemu ukienda ile sarafu ukitaka kumlipa mtu hela ya nchi ile, anaikwepa, anataka umpe labda dola au sarafu nyingine. Hilo nalo tumeenda nalo vizuri. Kwa mtu akisema mazingira ya kufanya biashara nchini, ni kweli ziko changamoto na nyinyi mnazifahamu, tazitaja, lakini tuje tukasahau hivyo vitu viwili vikubwa: usalama na amani ya nchi yetu na utulivu wa uchumi wetu. La tatu ambalo ni muhimu sana ni miundombinu wezeshi na huduma za kiuchumi. Nalisema hivi kwa sababu wakati mwingine unakaa na watu, wanakaa hasa wageni, wanaanza kulalamika mazingira ya uchumi, biashara ni magumu. Yes, tunaelewa yale wanaolalamika. Lakini wengi hapa, umri wenu sio kama mtakuwa mkumbuka vizuri, kuna wakati ulikuwa huwezi kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara. Au sio jamani? Ilikuwa kazi kubwa kweli kweli. Ilikuwa zamani mtu serikali inakupeleka kwenda kufanya kazi Kigoma, kama unatoka Dar es Salaam mikoa mingine unaacha kazi kwa sababu nafikiria nikiwa kule siwezi kurudi nyumbani mara moja. Ujenzi wa reli, uzalishaji wa umeme, usambazaji wa maji. Hii ni miundombinu ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hiyo mtu akisema mazingira ya Tanzania ya kufanya biashara ni magumu, nasema hatuwezi kupuuza, lakini tukumbuke nchi ina amani na usalama, uchumi umetulia na serikali imewekeza sana kwenye miundombinu. Na tuseme tu, na aliyetangulia rais wetu aliyetangulia mbele za haki katika maeneo ambayo kwa kweli alitia fora ni kwenye miundombinu, au sio jamani? Akiwa waziri na baadaye akawa rais. Uongo? Si kweli? Kwa hiyo hata tukisema kama naye alichangia nini katika mazingira ya biashara, hebu tukumbuke akiwa waziri wa ujenzi alipopambana. Nakumbuka alitoa kauli moja kwamba sasa nataka tuhakikishe kwamba mtu atakuwa na kagari kadogo ka saluni, atoke Mtwara aendeshe mpaka Kagera. Sio wangapi wanakumbuka ile kauli? Alifanya au kufanya? Kwa hiyo na yeye alichangia kuboresha mazingira ya biashara hapa nchini, kwa hasa katika swala la miundombinu, usafiri na uchukuzi, upanuzi wa bandari zetu, vivuko na kadhalika na kadhalika. Hilo nalo ni muhimu sana. Kwa sababu lisipokuwepo, wewe unakuwa unarina asali yako, utaisafirisha, utapeleka wapi? Itakuchukua muda gani kupeleka? Sasa tunazungumza kilimo cha mboga mboga na matunda. Huwezi kuvuna na kuuza hapa, unahitaji kusafirisha haraka. Kama barabara si nzuri kutoka Njombe kwa mfano kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kuexport, itakuwaje? Airport zetu zipokuwa kubwa. Kwa hiyo la tatu, nimesema la kwanza ni amani na usalama. Kwa hili serikali zetu awamu zote zimesimamia vizuri, na tumshukuru Mungu, tuwashukuru na viongozi wetu wote waliotangulia. Mwalimu Nyerere, Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, ukienda Mheshimiwa Mkapa, ukienda Jakaya Kikwete, Magufuli na Mama Samia, yani wote wamesimamia hilo kidete, inatupa mwanya wa kufanya biashara. Sasa la nne ni hili ambalo mara nyingi tunalisema, jinsi ambavyo upande wa umma unawezesha sekta binafsi kufanya biashara. Ndilo swala kwanza, ufanisi. Unataka kuomba kibali, unakipata baada ya muda gani? Kwa gharama ipi? Yapo mambo mangapi ambayo unatakiwa uyafanye kuweza kufanya biashara? Kwa hapa tunazungumzia sheria, tunazungumzia kanuni, tunazungumzia taratibu, tunazungumzia ufanisi. Na hayo ndio mwezeshaji alikuwa anatamka hapa makubwa. Na kwamba sisi upande wa sekta ya umma tuelewe kazi yetu ni kuwezesha ufanisi wa sekta binafsi. Kwa serikali tunajaribu kuondoa changamoto, kuhakikisha kwamba mbegu zipo, lakini zitagawanywa kupitia kwa wenye viwanda. Na wenye viwanda wataingia mkataba na wakulima. Na wakati wanaingia kwenye mkataba na serikali ipo, tutakuwa na nyie.
Haya, kikundi hiki hapa, mkataba huu hapa, sisi tuna cheki, TAMISEMI wana cheki, mkataba uko safi. Bei hii hapa, ukivuna hiki ndio utakachokipata. Mbegu chukua, ulipi sasa hivi. Utalipa siku ya kuuza. Hapo pamekaaje? Patamu sio patamu? Haya. Kwa hiyo una mbegu zako umepokea. Sisi tutajitahidi pamoja na kila kitu kuleta huduma ya ugani kwa kila kikundi au mwenye shamba kubwa ambaye anazalisha alizeti. Ni ngumu, lakini tumeongeza budget. Tumeongeza budget. Budget ya Wizara ya Kilimo haijaongezeka. Budget ya Wizara ya Kilimo bilioni 294 ni ile ile ya mwaka jana wa fedha na mwaka juzi wa fedha. Lakini ndani ya bajeti hiyo tumepangua, tumetoa fedha za huduma ya ugani kutoka milioni 603 kwa mwaka tumepeleka bilioni 11.5. Kwa hiyo mwasilishaji alikuwa anaongea kuhusu swala la ugani, tunalifahamu. Kwa hiyo tutajitahidi. Wewe una shamba kubwa Kiteto, unahitaji mtaalamu, tutavuta wataalamu. Sokoine njoo, bwana shamba njoo. Haya, tutakupa utaalamu na mbegu unazo. Sawa jamani? Unapanda lini? Utaratibu upi? Namna ya kupanda. Tunaongea na mabenki kama tutaweza kuhakikisha kwamba planters zinapatikana nyingi zaidi. Kwa sababu ukitaka kuotesha vizuri lazima utumie mashine, mechanized system. Ukianza kumwaga mbegu hivi kidogo, kwanza ukiotesha mbegu za alizeti uliovuna wewe mwenyewe, tija yake ni ndogo sana, hailipi. Lakini ukipata mbegu hizi ulizopewa, halafu ukaenda kupanda kwa taratibu ambazo maafisa ugani watakwambia. Na kama ni madawa kupulizia, tuhakikishe kwamba umeyapata kwa muda. Hizi mbegu za kisasa miezi 3 unavuna. Unapiga hela yako safi. Au vipi jamani? Sasa siku unaenda kwa mwenye kiwanda kumpelekea alizeti, anachukua mkataba wako, anakuambia tulikupa mbegu kiasi hiki, kwa hiyo tunakukata kiasi hiki ile gharama ya mbegu. Sasa nimejaribu kutafuta hela kidogo, nimepata IFAD, wamesema watawekeza kidogo kuweka ruzuku. Na hii ruzuku itaenda tu kwa wale wadogo kwenye vikundi. Sasa naomba hao wengine wote, hao na state sector waliogharamia na mkutano, hebu na wenyewe wadundulize hela. Tutatengeneza system, mfumo. Sio hatuhitaji sisi kuzishika hizo hela. Aje tu aingie, na yeye aingie kwenye mfumo, tunaratibu, lakini aingie ili kutoa ruzuku nyingi zaidi. Kwa hiyo natoa wito kwa wengine wote waige IFAD. Tuone kama tunaweza kuongeza ruzuku kwa wale wakulima wadogo waliokuwa kwenye ushirika ili tuongezee faida. Tukifanya hivyo na tukiweza kuhakikisha kwamba kuna mechanized system ya kuotesha, tunaweza tukazalisha mafuta ya kutosha ya alizeti. Sasa mafuta ya alizeti bei ya ghali zaidi. Kwanza ni bora zaidi kwa sababu yana cholesterol ndogo sana. Na ni mafuta ambayo ukizalisha unaweza kauza nje. Tuko tayari yazalishwe. Kama muuza chips hawezi kutumia ile, ni ghali sana, chips zake hazitauzwa. Mtu nyumbani anaona asinani asiweze kutumia, tu export, tuuze Ulaya, tuuze mahali popote. Halafu kama tunaendelea kuagiza mafuta ya mawese wakati tunasubiri michikichi yetu ikomae kule, sawa, tuagize. Tunatengeneza kafaida hapo. Kwa hiyo nusu trilioni tunayopeleka huko nje, tunaweza tukapata zaidi ya nusu trilioni kwa kuuza hayo mafuta nje, alafu hiyo nusu trilioni nyingine tupeleka huku. Hapo pamekaaje jamani? Tumekaa vizuri. Hivi ukichukua nusu trilioni hiyo ukaizungusha huku kwenye uchumi wetu, ikamlipa mwenye kiwanda, akalipa wafanyakazi, akalipa hapo na kodi ya serikali, akamlipa mkulima kununua alizeti, mkulima kapata hii nusu trilioni kizunguka huko. Mtu akisikia ile hela imeingia mfukoni, ukimwambia Tanzania ni uchumi wa kati, atakubishia? Atabisha? Kwa sababu ukiangalia sasa hivi utaratibu wetu ni kwamba kilimo kinachangia 26% ya pato la taifa, lakini walioko kule ni 58%. Kwa hiyo ina maana ukimwambia mkulima kweli mambo yanakwenda, haoni, kwa sababu mchango wake kwenye pato la taifa ni mdogo sana. Sasa naomba katika mazungumzo yenu, mtazungumza mengi na la alizeti, hebu lizungumzeni. Na katika hayo mazungumzo mnafikiria ni nini zaidi tufanye ili tuweze kufanikiwa. Sawa jamani? Nimeona wakulima wamesimama wengi kweli kweli.
wana wafugaji wengi kweli, lakini naamini hata wafugaji wanaweza vile vile wakaenda kwenye nini, alizeti. Naombeni hili kama special case, kwa sababu ni operation tunataka kwenda nayo, mtushauri. Na vile vile tuhimizane kwamba ukipewa mkataba wa kilimo, heshimu. Yule anayenunua atakuwa amekwambia mimi nitakulipa kiasi hiki, amekwambia mapema. Kama unaona haifai, usisign na usichukue mbegu kutoka kwa mwenye kiwanda. Ukishachukua umejifunga, wajibika tu. Sio lazima kwa sababu kutishana kwa sheria. Ni ungwana ambao tumekuwa nao kama mila zetu tangu zamani. Ukiwa na hali yako ya uchumi si nzuri, unaenda kwa tajiri mmoja unamwambia nipe ng'ombe wako wawili, nitakuwa na wafuga, mtoto ndama wa kwanza wako, wa pili wangu, wa tatu wako. Uongo kweli jamani? Tulikuwa na utaratibu ulisaidia sana kupunguza umaskini vijijini, kwa kuaminiana tu. Sasa na hili twende hivyo hivyo na tuhimizane. Wewe mkataba unaingia kwa hiari yako na hakikisha kwamba unauza. Kwa hiyo nilisema nitaongea kidogo, lakini la alizeti sio swala la kuongea kidogo, kwa sababu tunataka tupambane, tufanikiwe. Tunataka kweli tufanye mabadiliko ya muda mfupi sana katika uzalishaji wa mazao ya mafuta. Tunataka kweli zile fedha ambazo tunapeleka nje tuanze kuona inazunguka mikononi mwa wakulima wetu, wafanyakazi wetu, wenye viwanda wetu, kwenye kodi ya serikali, kwenye halmashauri kama sesi, nchi isonge mbele. Au sio jamani? Haya. Jingine ambalo nataka kuongea dogo ni kwamba tutataka kufanya mapitio makubwa ya sheria ya ushirika. Nyie jukwaa la wazalishaji, mna vikundi. Nimesikia changamoto moja hapo imetajwa ni kwamba ukitaka kwenda kuuza unaambiwa lazima uwe kwenye ushirika. Akasema kwani kuwa kwenye ushirika ni changamoto? Kama ni changamoto, naombeni angalieni sheria hii, tutatoa wito, semeni huko mnako pambana kufanya shughuli za ushirika, vikwazo ni nini? Kwa nini kuwa kwenye ushirika iwe ni changamoto? Kwa sababu tungependa mkikaa kwenye vikundi, mkiwa wadogo mnasonga mbele zaidi. Mali ni yako binafsi, lakini mnaratibu pamoja masoko, mnaratibu pamoja pembejeo, unazalisha mwenyewe, hela inakuwa ni ya kwako. Lakini ukiwa unaenda kununua mwenyewe pembejeo, unaenda kutafuta soko mwenyewe, kwa kweli inakuwa ngumu. Au uongo jamani? Sasa nataka nijue kwenye vikundi vyenu ni nini kinasababisha mnaona ugumu kwenda kwenye ushirika, na kama ulikuwa kwenye ushirika ni changamoto gani na kusababisha useme kama alivyosema mwasilishaji hapa sasa, bwana wanashindwa kwenda sokoni. Ilikuwa ni uuzaji wa mifugo uuzaji wa mifugo. Anasema pale lazima upitie uwe mwana ushirika. Sasa kwa nini sio rahisi kuwa mwana ushirika ili uweze kuuza? Kwa hiyo na hilo ni moja, lakini naomba mliangalie hilo. Baadaye tutatoa matangazo, hatutaweza kuita watu wote, lakini tutafuta utaratibu wa kupata maoni yenu.